kwa mbingu iliyo wazi, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Biblia inasema ya kwamba watakapokuja watanyakuliwa na watakapobadilishwa miili mipya katika ufalme, wanaenda kukaa na Baba siku zote. Sasa nataka nikwambie ya kwamba tengeneza njia zako nami nitengeneze yangu, kwa sababu Yesu Kristo atakuja. Evans Mtuta haya alikuwa ya kwamba alikuwa ameenda kutangaza habari njema, tayari inaonyesha kwamba njia zake alikuwa ametengeneza na Mungu. Sasa wewe pamoja na mimi tutengeneza njia zetu. Biblia inasema ya kwamba kuna njia ionekanayo machoni pa mtu ni safi, lakini mwishowe hiyo njia ni njia ya mauti. Wewe na mimi na ambaye tunangali na pumzi iliyo hai katika ndani yetu, tujue ya kwamba maybe unampendeza Mungu wala unamhuzunisha Mungu. Na kama utamhuzunisha Mungu, kwa sababu aliyelala, watu wengi tulisema ya kwamba alikuwa anaenda na habari ambayo tunaandika ya kwamba alikuwa anaenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kitu ya kwanza nasema pole wote ambao tumepoteza kuhani wetu ama baba wetu askofu. Nasema poleni sana. Neema ya Kristo Yesu ikapate kuwalinda na kuwafariji katika ndani ya maisha yenu. Siku ya leo nataka nimshukuru Bwana Yesu kwa wakati huu. Kama si mapenzi yako ama ya mapenzi ya Mungu, hatungepatikana mahali hapa, lakini nasema ya kwamba bali ni neema ya Mungu ambayo imesababisha tumeingia mahali hapa. Zaidi ya yote ninarejea nikisema ya kwamba poleni sana wote ambao tumepoteza ndugu wetu ama pamoja utumishi wa Mungu. Lakini nataka niseme ya kwamba maandiko inasema ya kwamba kila jambo linalotendeka chini ya mbingu lina kusudi machoni pa Mungu wa Israeli. Unaposoma maandiko katika Mhubiri, mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba kila kitu na majira yake. Natumaini ya kwamba kazi ambayo Kristo alipanga kwa ajili ya hii mji si katika mapenzi ya mwanadamu, bali ni neema ya Mungu na katika uwezo wa Mungu. Nataka niseme ya kwamba nimesimama kwa ajili ya kuleta neno. Sijasimama kwa ajili ya maneno, bali nimesimama kwa ajili ya neno la Kristo Yesu. Zaidi ya yote nataka niseme ya kwamba Biblia inasema ya kwamba katika Yohana 14 akasema ya kwamba baada ya Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu, Kristo pia alikuwa akitembea pamoja na wanafunzi wake. Lakini wakati wa maandiko inasema ya kwamba baada ya Kristo kuondoka, kuna maneno ambayo iliwapata watumishi wa Mungu. Lakini baada ya hapo Yesu Kristo alitokea katikati ya wanafunzi na akawaambia jambo ambalo linaweza kuwafariji katika ndani ya maisha yao. Ni wewe pamoja na mimi ni wanafunzi wa Kristo Yesu. Ni mapenzi ya Mungu ambaye Kristo amesimama na siku ya leo akae katikati yetu anapotuambia jambo. Lakini anasema katika Yohana 14:14 anasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, ila tumwamini Mungu pamoja na Baba. Kwa maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, na mimi tazama ninaenda kuandaa makao. Nitakapoenda kuandaa makao nitarudi kwenu, nitakaporudi kwenu nitawachukua mahali penye Yesu Kristo anasema mahali penye yeye alipo, nasi tutaenda kule. Bwana nasifiwe. Sasa tunajua ya kwamba watumishi wa Mungu, tazama tumepoteza askofu katika mafikiria yetu ama katika mawazo yetu. Lakini katika maandiko inasema nini? Katika Ufunuo Yohana 14 mstari mdogo wa 12 anasema kusema ya kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema ya kwamba sikia, andika haya maneno: heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, watakapokufa katika Bwana tangu sasa wapumzike taabu zao, na watakapopumzika taabu zao matendo yao itafuatana pamoja nao. Na mteule aseme amen. Inaonekana ya kwamba tazama, askofu ambaye alipokuwa akitoka hakuwa ameenda kutafutia familia, bali alikuwa ameenda kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Alikuwa anaeneza habari njema ya ufalme, jinsi andiko linaposema ya kwamba nendeni kote ulimwenguni mkahubiri injili katika kila viumbe. Yoyote atakayeamini na kuokoka atafanya nini? Atabatizwa katika ndani ya maisha yake. Maana ya kubatizwa, anamkubali Yesu Kristo ndani ya maisha yake kwa kiongozi. Na mteule aseme amen.
Nataka niseme ya kwamba tuna huzuni kama sisi tumepoteza, lakini nataka nikwambia kwamba Ufunuo nasema ya kwamba nikasikia sauti ikisema, andika haya maneno, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Watakapokufa katika Bwana tangu sasa, kuna taabu ama matendo yao itafuatana pamoja nao. Yaani katika mtumishi wa Mungu Evangelist Mututa aliye hai alikuwa akisema, yeye Mututa aliye hai, yeye alipokuwa akitembea katika ulimwengu alikuwa akihubiri habari njema ya ufalme, na zaidi ya yote anasema ya kwamba akacha Yesu. Na alipokuja Yesu Kristo katika ndani ya maisha ya Mtuta, naye ametua Mtuta, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Bwana alitua na tena Bwana ametua. Yaani Mungu alipanda na tena Mungu alivuna. Tumekaa naye, Mungu alikubali, kwa sababu andiko linasema kila mwanadamu anayeishi katika dunia ana mpaka wake mahali penye Mungu alimwekea. Hataweza kupita katika ule mpaka. Lakini tazama mtumishi wetu Evangelist Mututa, kuna mpaka ambaye Mungu alimwekea, na alipomwekea, tazama alipofika katika ule mpaka, na Mungu naye akamnyakua katika ufalme. Nataka niseme ya kwamba tulie kama ambaye watu ambaye tunajua kwamba nasi katika tumaini tunaya kwamba Yesu Kristo ana upande wetu. Nitanukuu maandiko, mpendo mtazamaji ama msikilizaji ambaye naye ni siti kunifuatilia ama ambaye tunasiti kuombeleza pamoja nasi. Maandiko yanasema, katika maandiko yanasema ya kwamba katika Wafilipi 1:21 maandiko yanasema ya kwamba na kuishi ni faida kwa Mungu, lakini nikifa ni faida kwa nani? Kwa nani? Kwa yeye aliyekuwa anaishi. Sasa Evangelist Mututa alikuwa ameishi kwa faida ya Mwenyezi Mungu, lakini alipokufa ni faida kwake yeye, amepumzika. Yeye hachafa bali amelala, kwa sababu kuna wale ambao watakufa, na watakapokufa Biblia inasema watasikia sauti ya Bwana. Na watakaposikia sauti ya Bwana watafufuka. Watakapokuwa makaburini watasikia hiyo sauti na tarumbeta. Waliotenda mema watakaposikia hiyo tarumbeta watafufuliwa, na watapofufuliwa wataenda wamlaki Bwana. Maandiko yanasema atasimama maili 8. Na atakaposimama maili 8, walio na Roho Mtakatifu, waliokubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha, kuwa kiumbe kipya ama kuwa kiongozi katika maisha, watanyakuliwa. Na watakaponyakuliwa wataenda kwa Baba, watakaa na Mungu ama na Yesu Kristo na siku zote katika ndani ya maisha. Na mteule aseme amen. Najua ya kwamba tumehuzunika, lakini Biblia inasema ya kwamba tuomboleze ama tulie kama watu ambayo tunajua ya kwamba Yesu Kristo ndiye aliyepanda, na tena Mungu amevuna kilicho alichopanda. Tusilie tukapita mpaka, bali tulilie katika ndani ya Kristo Yesu. Yesu Kristo anajua ya kwamba katika maisha ya mwanadamu tusilie kama watu ambao hatuna tumaini. Biblia inasema ya kwamba waliolala katika ndani ya Kristo watafufuka, na watakapofufuka watanyakuliwa. Kuna maisha baadaye wataishi. Sasa tunajua kwamba Evangelist Mututa, kuhani ambaye aliyokuwa anajua Mungu, kuna sehemu ambayo Mungu amemweka, na alipomweka, kama nasi tutatenda mapenzi ya Mungu, nasi tutakapoenda tutakutana na Evangelist Mututa, kuhani wa Bwana na askari wa Bwana katika kiti cha enzi, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba nikasikia sauti ikisema ya kwamba tazama naenda kufanya yote kuwa mapya. Vilio ambayo tunalia, Mungu anasema ya kwamba atabadilisha maisha yetu, atabadilisha njia zetu. Tutakapobadilisha njia, Yesu Kristo tutakaa pamoja naye. Na mteule aseme amen. Nataka nikushukuru Bwana Yesu katika nafasi hii. Wewe ni Mungu ambaye usiyehesabika katika jini ya uovu na wanadamu, bali kaa katika kiti chako cha enzi mtakatifu umemiliki. Nasema asante kwa ajili ya kazi ambayo umefanya katika mbele ya hii boma. Hii boma ambayo tuliyozaliwa pamoja na kanisa pamoja na ndugu zake mtakatifu, tunaweka mikononi mwake, ukapate kumulinda na kumfariji, ambayo tunapoendelea na harusi ya ndugu Yesu, ukae pamoja nasi, ukatusimamie, ukatupe mwelekeo. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Yesu amani awape baraka. Karibu.